Kwa hiyo sasa shetani ana kazi yake ni kutupandikizia mawazo tuone kwamba Mungu katika kuumba hivi alikosea. Tumkosoe Mungu, tuambie Mungu ulitakiwa kuumba hivi, hapa alikosea. Hukutakiwa kuniumba hivi mimi, ulitakiwa kuniumba hivi. Hii habari ya mimi kuniambia kwamba natakiwa katika tendo na mwanamke kwenda katika njia hii uliotaka wewe, uliopanga wewe, ulioumba wewe, hapa ulikosea. Lakini katika njia hii nyingine ambayo ameumba kwa namna nyingine tu ya haja kubwa, hii ndio inatakiwa itumike katika uasherati. Mungu katika kuumba hivi ulikosea. Kwamba mwanaume au na mwanamke, hapana, ilitakiwa mwanaume au na mwanaume, mwanamke au na mwanamke. Hivi ulikosea. Ulivyonifinyanga hivi sivyo. Ulivyotengeneza nywele zangu hivi sivyo. Nilitakiwa ndio na nywele za namna hii. Ulivyofanya mwili wangu kuwa na rangi hii ulikosea. Natakiwa kuwa na rangi hii. Yote hayo ni kubadili matumizi ya asili na kuyafanya sio asili, na nyuma ya kazi zote hizo yako mashetani. Sasa tukijua hayo, tuangalie maandiko kadhaa. Isaya 29 mstari wa 16. Ninyi mnapindua mambo. Sema maneno hayo. Ninyi mnapindua mambo. Sema kwa bidii mpaka nafsi zetu zisikie. Ndio. Nywele hizi hazifai, niweke nywele nyingine. Nijichubue ngozi, itoke rangi hii, uwe na rangi nyingine. Njia hii ya uzazi ambayo Mungu ameitaka haifai. Nitumie njia ya haja kubwa katika uasherati wangu. Mwanamke kwa mwanamke, mwanaume kwa mwanaume. Mnapindua mambo. Sema hivyo. Ninyi mnapindua mambo. Ndio. Je, mfinyanzi ahesabiwa kuwa kama udongo, kitu kilichofinyangwa? Kimnene yeye aliyekifinyanga, hakunifinyanga huyu? Au kitu kilichoumbwa, kimnene yeye aliyekiumba, yeye hana ufahamu? Angalia maneno hayo. Kilichoumbwa sasa kinapopindua mambo, kimsingi kinamaanisha huyo aliyeumba hana ufahamu. Hii njia ya uzazi sio nzuri sana kama njia ya haja kubwa. Ilitakiwa iwe hii. Kwa hiyo tunapopindua mambo hivyo, kimsingi tunakuwa tunamkana Mungu, na sio tu kumdharau, ni dharau ya ngazi ya juu sana. Ni kama kumpindua Mungu katika kiti chake cha enzi, kama alivyotaka Lucifer kufanya kule mbinguni. Ni kumwambia Mungu, wewe huna ufahamu, hiki kilitakiwa kuwa hivi, ngoja tukufundishe jinsi ambavyo ilitakiwa kuumba. Na utaweza kuona hayo yanarudiwa katika Warumi sura ya 9 mstari wa 19 mpaka mstari wa 21. Warumi 9:19 mpaka 21. Basi utaniambia, mbona angali ya kilaumu? Kwa maana ni nani ashindanaye na kusudi lake? La sivyo, binadamu. Wewe unani umjibuye Mungu? Yaani kumjibu Mungu unakozungumzwa hapa ni kwamba ni kumwambia Mungu umekosea. Wewe Mungu hapa hujui, hapa Mungu utakiwa kuumba hivi, utakiwa kuumba hivi. Wewe unani umjibuye Mungu? Je, kitu kilichoumbwa kimwambie yeye aliyekiumba, kwani yani kwa nini kuniumba hivi? Au mfinyanzi, je, hana amri juu ya udongo, kwa fungu moja la udongo kuumba chombo kimoja kiwe cha heshima na kimoja kiwe hakina heshima? Kwa hiyo shetani
anatumbia ndani mwetu kumdharau Mungu na kumwona hana ufahamu. Na Mungu anasema tukimdharau, tukamwona hana ufahamu, yeye naye atatuhesabu kuwa si kitu. Sasa itahuzunisha sana kama tunasema tumeokoka, halafu tunamdharau Mungu. Tunamdharau Mungu wetu. Tunamdharau Yesu Kristo. Tunamdharau muumba wetu na kumsahisha na kumwambia wewe Mungu ulitakiwa kuniumba hivi, ulikosea, huna ufahamu. Kiumbe kinamsahisha mfinyanzi. Ndio hicho kinachozungumzwa. Na ujasiri wa kumsahisha Mungu unatoka wapi? Ndio hiyo, vyote vinatoka kwa Shetani. Sasa tukiwa hivyo, pamoja na Mungu kutukusudia baraka nyingi, Mungu ana mpango na kila mmoja wetu. Mungu ana mpango na sisi, anataka tuwe na uzima, tena tuwe na uzima tele. Mungu ana mpango tuwe na afya ya ajabu kabisa, tufanikiwe katika mambo yote kama roho zetu zifanikiwavyo anasema. Lakini tukishamdharau, hata amepanga mipango mizuri sana kwa ajili yetu, anagairi, anaiondoa mipango hiyo mizuri katika maisha yetu. Kinyume chake, mabaya yanatufuata. Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 30. Kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa Israeli asema, ni kweli nalisema ya kuwa nyumba yako na nyumba ya baba yako itakwenda mbele zangu milele. Ni kweli. Nilisema utakuwa na afya, tena afya tele. Ni kweli. Nilisema utafanikiwa katika mambo yote. Ni kweli. Nilisema kwa kupigwa kwake yote yaliishia msalabani, wewe umepona. Ni kweli. Nilisema akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Lakini kwa sababu umeingiza dharau, kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa Israeli asema, ni kweli nalisema kwa nyumba yako na nyumba ya baba yako itakwenda mbele zangu milele. Lakini sasa Bwana asema, jambo hili na liwe mbali nami, kwa maana, sema hivyo, kwa maana wao wanaoniheshimu nitawaheshimu, na wao wanaonidharau watahesabiwa kuwa si kitu. Ndio mpango wa Mungu kwa wanadamu, mpango wa Mungu kwa kanisa unaweza kuharibiwa kabisa na mashetani akatawala tu. Tukaona magonjwa ya ajabu ajabu yanaingia katika ulimwengu kwa sababu ya dharau. Na dharau kubwa ni kubadili matumizi ya asili na kuyafanya yasiwe ya asili. Sasa hivi tunahangaika na ukimwi. Lakini ukimwi chanzo chake, wale mtu wa kwanza kuingia kuwa na ukimwi duniani ametokea Marekani. Ndio mtu wa kwanza kuwa na ukimwi duniani, kujulikana na ukimwi duniani ni Marekani. Huyu alikuwa ni superstar wanaoita hao. Ni hao watu mabingwa hao, mastaa wa filamu, nyota wa filamu Marekani, na aliupata kwa ushoga. Kwa hiyo ukimwi chanzo chake cha kwanza, chanzo cha ukimwi duniani ni ushoga. Hapo mpango wa Mungu unaondoka. Ghadhabu ya Mungu inakuja kama ya Sodoma na Gomora. Huruma za Mungu zinaondoka. Sodoma na Gomora iliteketezwa pamoja na vitoto. Ndio maana leo unakuta hata watoto wanakufa na ukimwi kutokana na ukimwi unaotoka kwa wazazi wao. Huruma ya Mungu inaondoka kwa sababu ya dharau ya kugeuza matumizi ya asili na kuwa yasiyo ya asili. Na maana yake tunakaribisha mashetani kutawala. Tunaenda sambamba na mashetani na kusema Mungu hana ufahamu, Mungu hajui kitu, ngoja tumsaidie kufanya kazi. Hilo linashusha ghadhabu ya Mungu kwa namna ya ajabu sana. Sasa tukiwa tumejua hayo,
Sasa twende hatua kwa hatua, tuangalie mambo ambayo sio ya asili yanayofanyika katika yanayohusiana na mavazi sasa ya kikahaba. Moja kati ya mavazi ya kikahaba ambayo yanahusisha na kubadili matumizi ya asili na kuyafanya yasiyo ya asili ni kuhusiana na nywele. Ziko nywele hizi ambazo zinaitwa wigi. Wigi ni neno la Kiingereza, linaandikwa W-I-G. Na Kiswahili tunaita hivyo wigi. Wigi kimsingi ni nywele za bandia. Sasa nywele hizi za bandia ambazo sasa hivi zimezagaa kila mahali duniani. Wanawake wengi wanavaa nywele za bandia, hata wanaume wanavaa nywele za bandia, wanaume wengine. Ziko katika mafungu mawili. Aina moja ya nywele za bandia wanaita synthetic wigs. Ni mawigi ambayo yanatengenezwa zaidi kwa nailoni, kwa nyuzi za nailoni, na yako material kadhaa ambayo yanatengeneza hizo ambayo yanatengeneza hizo hayo mawigi. Sasa nisikilize, watengenezaji wa mawigi katika mtandao wa internet, katika kompyuta, wanaelezea kwa nini watu wanavaa wigi. Unaweza mwenyewe kaingia katika mtandao, katika kompyuta, kwa anwani ifuatayo, ukaweza kuona maelezo ninayotoa hapa, wanayozungumzia kwa nini watu wanavaa wigi. Anwani hii kwa wale ambao wanafuatilia kipindi kwa njia ya television wataweza kuiona anwani hiyo kwenye screen zao, lakini kwa faida ya wale tulioko hapa naweza kusoma kwa haraka haraka. Ni www.bald hapo hairloss.com/ what, unaweka dash alafu the alafu types of hair wigs and how to use . Kwa hiyo kwa haraka tungesoma baldhairloss.com/ what are the types of hair wigs and how to use them / how to use alafu them / www.bald hiyo kwa kumaanisha kama ile upara, yani ile kupoteza nywele, hairloss.com/ what are the types of hair wigs and how to use them / katika anwani hiyo ya mtandao utaona maelezo haya yanayoeleza kwa nini watu wanavaa wigi. Inaanza kwa kuandika hivi kwa Kiingereza: today's market is full of wigs for those who wish to get over their inferiority complex. Msikilize maneno hayo. Today's market is full of wigs for those who wish to get over their inferiority complex. Yana manake, soko la leo la dunia
limejaa mawigi kwa ajili ya watu ambao wanajiona duni katika maumbile yao. Kwa hiyo kutokana na kujiona duni katika maumbile yao, wangetamani kama wangeumba tofauti na Mungu. Kwa hiyo inakuwa ni nafasi yao sasa kuvaa vitu vya bandia ili wawe vile ambavyo wangetaka kuumbwa na kuondoa uduni wao. Today's market is full of wigs for those who wish to get over their inferiority complex of having thin hair or bald patches, and those who wish to look confident as ever, even with a baldness/hair fall disorder. Kwa maana nyingine natuzungumza mtu yote ambaye anaona labda ana upara, apendi kuwa na upara, sasa avai wigi ili aonekane kuwa na nywele kama wengine. Au ana hapa nywele zimeota nyingi, hapa hakuna nywele, anataka ziwe nywele kote kote, sasa avai wigi. Au mtu yote yule ambaye anajiona duni, kwa hiyo anataka ajisikie vizuri, awe confident, aweze kujiamini, sasa atoke katika kule kujiona duni, sasa avae wigi ili ajiamini. Kama anaona wazungu ndio wenye hali wanaonekana ndio bora, naye anajiona duni kwa kujilinganisha na wazungu, basi avae wigi ili aonekane kama mzungu, ili akitembea awe kama mzungu, sasa ajiamini. Hawa ndio wanaotengeneza wigi, ambao wanatuambia wigi yani wanaovaa ni akina nani. Kwa hiyo unaweza kuona inavyohuzunisha kwamba sisi wa Afrika tunajiona duni. Ndio maana yake. Mtu yote anayevaa wigi maana yake hajiamini, anajiona ni duni. Kwa hiyo anavaa ili aonekane naye ni superior, aonekane kama naye ni waangazia juu hiyo kwa akili zake na mawazo yake, kwamba mzungu labda mwenye nywele za namna hiyo ndio wa juu, lakini Mwafrika mwenye nywele hizi sisi ni duni. Na unashangaa watu wanaorodheshwa katika orodha ya watu duni wanaovaa mawigi, watakuwemo wake za maraisi, watakuwemo wake za mawaziri na mawaziri wenyewe, watakuwemo maraisi wengine na mawaziri wakuu na wabunge na watu mbalimbali katika ngazi ya juu katika jamii. Wanaongoza bara hili la Afrika na nchi kadha wa kadha za Afrika, na wanajitokeza kwamba ni duni. Naweza kuona wengine watakuwa Marekani weusi, na mtu atafikia mahali kuwa hata waziri wa mambo ya nje, lakini anavaa wa Marekani, lakini bado anavaa wigi, bado ni duni. Niwe kama hao wazungu. Atakuwa sisi katika ngazi fulani, bado anavaa wigi. Sasa mbaya zaidi, ikiwa ni ndani ya kanisa na mama maaskofu na mama wachungaji na hao wanaosema ni wahubiri wa Injili kwa njia ya nyimbo, wanamhubiri Kristo, nao wanajiona duni. Sisi ni duni ndugu zangu? Wewe ni duni? Mshike mkono jirani yako, muulize, wewe ni duni? Mgeukie mwingine muulize, wewe ni duni, hufai? Watu wengine wanamna hii wanaovaa mawigi wamesoma. Kwa kawaida ungetarajia mtu akisoma, kumsoma kungempa kujiamini. Ana degree ya pili, master's degree, ana PhD, ana degree ya juu zaidi ya falsafa. Labda ingempa kujiamini. Ana degree 3, 4, 5, ni waziri, ni mbunge, ni mke wa rais. Ungetarajia ingempa kujiamini.
lakini naye hajiamini. Mshike mkono, mwambie usijione duni, wewe ni wa thamani. Ndugu zangu, kama sisi Waafrika tujivunie Uafrika wetu. Waafrika nywele zetu ni za thamani kuliko unavyoweza kufikiria. Wengine wanatamani kuangekuwa na nywele kama zetu. Nakumbuka wakati mmoja nilikwenda kuhubiri kule India, siwezi kusahau. Sasa ikawa ilikuwa katika mji unaoitwa Goa. Ikawa lile gari ambalo lilikuwa lije lituchukue kwenda katika kanisa lile lilipangwa kuhubiri likawa limechelewa. Kwa hiyo mchungaji akaja kuniambia kwamba kuna matatizo, gari ile imepata matatizo. Sasa nimekuja na pikipiki. Je, unaweza kukubali mhubiri mkubwa kama wewe kupanda pikipiki? Nikamwambia mimi sio mhubiri mkubwa. Mhubiri mkubwa ni Yesu. Twende tukanye pikipiki. Nikapanda pikipiki, nikawa nimebeba nyuma. Kuna upepo sana katika mji ule na wakati ule wa mahubiri yetu. Kwa hiyo tukaenda, ni safari ndefu mpaka kufika eneo lenyewe. Sasa tulipofika sasa, kwa sababu ya upepo, kabla ya kuingia kanisani kwenye eneo la mahubiri, yule mchungaji ambaye alitumwa na mwenyeji wangu, sasa akasema, kabla ya kuingia, unaona manywele yangu jinsi yalivyovurugika, siwezi kuingia huko ndani. Sasa yani ni hebu twende mahali fulani, sasa nijaribu kuchana kwanza nywele. Hawa wanatembea na machanuo. Kwa hiyo kwenye kioo, na kioo kingine amekitoa mfukoni, anahangaika. Sasa ananiangalia sasa mimi kwamba sasa na mimi nywele zimeharibika kwa upepo, anashangaa. Sasa anasema, kumbe wewe nywele zako hazijaribika kabisa, huna haja ya kuchana. Nikamwambia, si unaziona? Akasema, Waafrika mna nywele nzuri. Yaani upepo kabisa hauharibu nywele zenu. Sisi tunatembea na mavianu, tunahangaika. Natamani kweli ningekuwa na nywele zako. Lakini sisi tunataka kuwa na nywele kama za hawa. Kwa hiyo tunavaa mawigi. Sasa katika mtandao ukitafuta anwani sasa hii nyingine, kama unaangalia kipindi hiki kwa njia ya TV tena, utaweza kuona anwani hiyo katika skrini yako, lakini kwa faida ya wale ambao nao hapa kwa haraka, anwani hiyo sasa ni www.wigsguru, WIGSGURU, yote ni herufi ndogo kwa pamoja, wigsguru.au/synthetic-wigs.html. Hapa tunajifunza juu ya aina ya kwanza ya wigi, ambayo haya ni mawigi ya bei ndogo. Ndani humo katika taarifa hizo utaona inaandikwa katikati hapo, kuna maandishi, of course many of these wigs, labda tunaanzia hapo. Kuna para moja nasema, if synthetic wigs are not made from human hair, then what are they made from? There are several common materials that are found in synthetic wigs. Of course, many of these wigs are made primarily of nylon. Dynel and acetate fibers are also used, and there can be others as well. Hapa inaelezea juu ya material mbalimbali ambayo au malighafi mbalimbali zinazotumika kutengeneza haya mawigi ya bandia. Na sasa mawigi haya sasa ya bandia, sasa wanasema tatizo la mahaya yanayotengenezwa kwa nailoni, mtu akilivaa wakati mwingine anaweza kuonekana kama doli. Ndio wanaandika wenyewe. Utaona ukisoma maelezo yao, wanaeleza hivyo kwamba mtu ukilibandika yanakufanya unakuwa huonekani natural. Na manywele yenyewe hayo, huwezi kwenda saluni sasa
yakatengenezwa kama ambavyo ungeweza kutengeneza nywele zako. You never use a hot iron or hot colors on a synthetic wig. Extreme heat can melt and burn fibers in the synthetic wigs. Hayataki kwenye hewa ya joto, hayataki kuwa karibu na moto, yanaweza kuungua kabisa kama nailoni yote yanavyoweza kuungua. Kwa hiyo Mungu umekosea, sasa naweka nywele za kwangu za nailoni. Ndio anachosema anayevaa wigi ili la nailoni. Na kinachotokea kunakuwa kama na namna ya kofia nyembamba ambayo mtu anavaa, alafu yale yanakuja, mingine anakuwa ni kama anavaa kofia tu, lakini lingine ni mtu ni kwa gundi. Ni kama unavaa kitu fulani hapo, alafu manywele yanatengenezwa kwa mfumo fulani, alafu ndio unabandika kwa kutumia gundi. Kwa hiyo wengi wenye mawigi wana magundi kichwani. Wameweka nywele kwa gundi. Mawigi ambayo yanatokana na nywele za wanadamu, ambayo ndio gharama kubwa, ambayo yanafanya watu waseme wanapendeza, mengi katika haya yanatokana na nywele za Wahindi. Nywele za mengine anakuwa na nywele za wazungu, lakini nywele za wazungu wanasema katika soko, pamoja na kuwa zina gharama, lakini zinakuwa zinakatika na kuisha upesi, na zinakuwa sio laini kama za Wahindi wanavyosema wao katika soko. Na kwa hiyo nywele ambazo zinakuwa na gharama na zinadumu kwa muda mrefu, kwa sababu wengine huwa wananyoa upara, halafu wanafanya nywele zisiote, halafu wanalibandika ile wigi la nywele za binadamu kwa lengo la kukaa muda mrefu. Nywele hizi zinatoka India. Nywele nyingi hizi za wigi zinatoka katika hekalu moja maarufu la Kihindu. Hekalu moja maarufu la Kihindu. Wahindu wanaabudu miungu. Na liko hekalu moja, pamoja na kuabudu miungu mingine, linaabudu Mungu mmoja ambaye anajulikana kwa jina la Vishnu. V-I-S-H-N-U, Vishnu. Na majina mengine ambayo tutayaona baadaye kidogo. Sasa hili hekalu maarufu ni India. Liko katika eneo moja linaloitwa Tirupati. Tirupati ni T-I-R-U-P-A-T-I. Na mji huu unaoitwa Tirupati uko katika wilaya inaitwa Chittor, C-H-I-T-T-O-R, Chittor District. Eneo la kusini mwa jimbo la Andhra Pradesh. Andhra Pradesh, A-N-D-H-R-A, halafu Pradesh, P-R-A-D-E-S-H. Na ukitaka kufika hapo unaweza kupata kufanya safari ya treni kutoka mji wa Chennai ambao zamani ulikuwa unaitwa Madras kule Tamil Nadu, na utapanda vilima hapo. Kuna vilima maarufu vinaitwa vilima 7, na utafika eneo linaloitwa Tirumalai, T-I-R-U-M-A-L-A-I. Na hapo Tirumalai ambao ndio kilima cha mwisho katika hivi vilima 7, ndipo sasa utakuta hili hekalu. Hili hekalu hili ambalo sasa linaitwa jina gumu kidogo la Kihindi, lakini tunaweza kulisoma sasa, linaitwa Tirumala Tirupati Devasthanam, T-I-R-U-M-A-L-A, Tirumala, alafu Tirupati, T-I-R-U-P-A-T-I.
Tirumala, Tirupati. Halafu Devasthanam inaandikwa DE, halafu VASTHA, halafu NA, halafu M, wakati mwingine wanaweka na S. Tirumala, Tirupati, Devasthanam. Alafu vile vile inajulikana kama Venkateshwara Temple. Venkateshwara Temple au hekalu la Venkateshwara. Venkateshwara inaandikwa VENKATESHWARA, Venkateshwara Temple, yani hekalu la Venkateshwara. Pamoja na kuabudu miungu kadhaa mingi, Wahindi wanaabudu miungu mamilioni kwa mamilioni. Nchi ya India inaabudu miungu zaidi ya milioni 300. Pamoja na miungu mingine, huyo Mungu ambao wanamheshimu sana na kumwona mkubwa sana kwenye hilo hekalu, ndio huyo anaitwa Mungu Vishnu, ambao vile vile wanamuita jina la Lord Balaji. LORD, Lord, ile tunayotumia kwenye Lord Jesus. Kwenye Lord Jesus. Sasa huyo anaitwa Lord Balaji. Bwana Balaji, kama hivi tunavyosema Bwana Yesu. Nao wanamuita Bwana kwa ngazi hiyo ya Yesu. Sasa wanamuita Bwana Balaji, Lord Balaji, au hiyo jina jingine Vishnu. Hekalu hili sasa tunaweza kuona picha zake na habari zake katika anwani ya mtandao ifuatayo: www hivyo, alafu Culture Looks, COUTURE, Culture Looks, COUTURE, alafu LOOKS.com /abitofhistory.html. culturelooks.com /abitofhistory.html. Na kwako wewe ambao unafuatilia kipindi kwa njia ya television, na hata kwako ambaye uko katika ibada hii sasa, kwa muda mfupi tunaweza kuona hili hekalu hili ambalo tunalizungumza picha yake ikoje. Ile ndio hekalu ambalo linatoa nywele nyingi zaidi za mawigi, na wanavyotoa nywele hizo ndio tutakuwa tunaelezana sio muda mrefu kwamba hizi nywele zinapatikana namna gani. Katika maelezo ambayo unaweza kupata katika mtandao huo niliokutajia wa hilo hekalu, na vile vile unaweza kupata mtandao huu vile vile maelezo haya yote nayokueleza katika anwani nyingine www.hindu yote ni herufi ndogo, hindu-blog.com /2007 /on-human-hair-tonsured TONSURED-AT-Tirumala
HTML. Katika anwani hii na anwani ile nyingine nikutajia kwa habari ya hekalu, unaweza kupata taarifa hizi ninazokuelezea hapa. Na kujua sio taarifa zangu, ni taarifa za wenyewe wenye hekalu, wanaelezea juu ya hekalu lao. Sasa wanaeleza kwamba kwa mwaka mmoja wanakwenda Wahindi kutembelea hekalu hili, wanawafikia milioni 20 kwa mwaka mmoja. Ndio hekalu ambalo liko bize kuliko mahekalu mengine yote, na tajiri kuliko mahekalu yote duniani ya miungu. Na hekalu hili sasa linatembelewa na Wahindi milioni 20 kwa mwaka. Sasa wanapofika hapo, hawa Wahindi wanakuwa wanaume, wanakuwa wanawake, vijana, watoto, watu wazima na kadhalika. Sasa katika ibada yao ya miungu, baada ya kufanya ibada zao za miungu, kwa jinsi ambavyo wanamwabudu huyo Mungu wao anaitwa Vishnu, katika kuamini kwamba amejibu maombi yao, wanatoa sadaka yao ya shukurani, nywele zao. Kwa hiyo kunakuwa na mamia kwa mamia ya watu wanaonyoa nywele na kuacha hao kuwa vipara, na wanawacha hao wakiwa vipara. Nywele hizo wanazinyoa kwa wembe. Kwa hiyo wanakuwepo mamia kwa mamia ya wanyoaji wa nywele ambao wanafanya kazi hiyo saa 24 kila siku. Na wanasema kwa wastani kila siku wananyoa watu 1500 katika viwango vya chini, lakini wakati ambapo watu wamekuwa wengi zaidi, idadi inazidi sana hiyo, na vinyozi wanaongezeka. Sasa wanazitoa zile nywele kama sadaka ya shukrani. Kwa hiyo wanapokuwa wanatoka, wao wanatoka kwa kufurahi kwamba Mungu wao amepokea sadaka yao ya shukrani. Na katika maelezo yao wenyewe wanaandika hivi kwa maneno yao wanayoandika kwenye mtandao wao. The temple at Tirupati is one of India's busiest. The temple has an invigorating business selling hair. Many of the temple's 20 million visitors each year shave their heads in gratitude for a blessing. Maelezo mengine hapa wanaandika head tonsuring, ambayo inazungumzia hiyo kunyoa nywele na kuacha kichwa kiwa kipara. At the 1200-year-old Venkateshwara temple is a symbolic gesture surrendering one's ego to God. Hindu devotees also offer their hair to Lord Balaji for favors received, to show gratitude and respect, and go on a pilgrimage to Tirupati to shave off their hair. The human hair from Hindu temples like Tirupati is nicknamed temple hair. Kwa hizi nywele India zinajulikana kwa jina nywele za hekalu. Tuseme wote, nywele za hekalu la Mungu Vishnu.
The human hair from Hindu temples like Tirupati is nicknamed temple hair and is of great demand due to its spiritual value. Zinatakiwa sana na gharama yake ni kubwa kutokana na thamani yake ya kiroho. Tupo? Sasa kabla kuendelea kuona nywele zinavyotengenezwa, tuone picha ya wanawake watu wazima na watoto wakiwa wameshanyolewa nywele zao hapo kwenye hekalu. Kwenye TV yako unaweza kuona sasa kwenye screen hao. Hizi ndizo nywele ulizozivaa mwanamke. Hizo ndizo nywele ulizozivaa waziri. Hizo ndizo nywele ulizozivaa mbunge. Ndizo nywele ulizozivaa mke wa rais. Ndizo nywele ulizozivaa mke wa waziri mkuu. Nywele zile zinavyonyolewa sasa zinakusanywa na kuwekwa kwenye mapipa. Wanaelezea wenyewe hapa. Wanaelezea wenyewe hapa kwa maneno yao wenyewe bila mimi kuongeza kitu. Wanasema huyo kinyozi akishakuwa amenyoa nywele hizo kwa wembe, sasa wanasema the bundles of hair are then collected into dust pans and deposited into large bins. The hair is then taken to a factory to prepare it for distribution. Skilled factory workers sort the hair into piles by texture, then into strands by length. A strand is about 200 individual pieces of hair. The hair is brushed with specially designed brushes to keep the cuticles intact. To keep the cuticles intact. The hair is then cleaned and fumigated and bundled for sale. Last year, the temple says it took in $5.6 million through hair auction. Wanataja kwamba mwaka uliopita waliuza zile nywele, mapato waliyopata kwa kuuza zile nywele ilifikia $5.6 milioni, ambayo kwa fedha zetu za Kitanzania ni karibu shilingi bilioni 7. Ni shilingi bilioni 7 ndio mapato kutokana na hizo nywele. Sasa wanaendelea kusema hapa katika maelezo mengine wanatoa ufafanuzi. Now, who uses the hair from Tirupati? It is said that several Hollywood stars prefer Indian hair. Nani anatumia nywele hizi kutoka Tirupati? Inaelezewa kwamba nyota wa filamu wa Hollywood kule Marekani wanapendelea sana nywele hizi za Kihindi kutoka hapa kwenye hekalu hili. Why? Kwa nini? They are the best quality. Ni za hali ya juu sana kithamani, lakini vile vile kutokana na ile laini yake ya kiroho, kutokana na manufaa ya kiroho yanayopatikana kutokana na huyo Mungu Vishnu. Hebu jaribu kuwaza. Ndio anavaa mtu anasema ameokoka. Bwana asifiwe, haleluya, vaeni mnachokitaka. Leo shetani ameumbuka. Kwa hiyo kwa maana hiyo, kabla tuendelea, wanaovaa nywele hizi kimsingi tayari wako kwenye ibada ya miungu bila wewe kujijua.
tayari wanamwabudu Mungu Vishnu na kumtukuza, na ndiyo chanzo cha mashetani kuingia katika kanisa la Mungu kama yatakavyo. Hayawezi kuingia full gospel. Tumekataa full gospel kwamba mapepo haya hayawezi kuingia. Na wewe mchungaji, askofu unayefuatilia somo hili kwa njia hii ya TV, unajiita mtume, nabii, tumia mamlaka, yaondoe mapepo kanisani mwako, yaondoe mapepo kanisani mwako, yaondoe mapepo kanisani mwako, yaondoe mapepo kanisani mwako, yaondoe mapepo kanisani mwako katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Na miungu hiyo inaamini kwamba kila anayekuwa amevaa wigi hilo sasa amejitoa nafsi yake kumfuata Vishnu. Ndio maana anasema from the angle of spirituality, kutokana na laini ya kiroho. Na hawa manyota wa filamu, watu wa ajabu, maajenti wa mashetani Marekani, ambao shetani wote duniani unaingia kupitia kwao, ndio tunawafuata wa Tanzania na ulimbukeni wetu. Leo tukatae. Leo tukatae. Hata kama unakataa kuokoka, kataa kuvaa wigi. Huwezi kwa sababu manake unahesabika wewe unamwabudu shetani. Utakuwa unajiita Mkristo bure. Utakuwa unasema na dini yako nyingine, kumbe umeshaingia katika ushetani kuliko unavyoweza kufikiria. Kwenye weaving, namna yote ya nywele zako zinaungwa na manywele mengine hayo, katika weaving, katika kuunganisha hivyo, sasa unaunganishwa na manywele hayo. Na kumbuka, watu wengi wanaoenda katika mahekalo hayo, nimeenda kule India mara nyingi, wanakuwa ni dhaifu. Wengine wanaenda ni karibu kufa, wanakaribia kufa. Kwa hiyo wanapokuwa wanakwenda kutoa sadaka zao hizo, muda mfupi tu wengine baada ya pale wanakuwa wamekufa. Kwa hiyo katika milioni 20 wanakuwa wamekufa wengi, kwa sababu wengine wanaenda wakiwa wamebebwa kwenye machela kama watu wanaweza kufa. Kwa hiyo wanataka kufa mikononi kwa Mungu wao.
na wanaamini sasa kwa kutoa sadaka hiyo sasa wamekufa vizuri. Kama sisi tunavyosema mtu amekufa katika Bwana, na wamekufa katika Bwana wao huyo anaitwa Balaji. Kwa hiyo kwa maana hiyo wengi wanaovaa mawigi ya namna hiyo tungeweza kusema sasa wanavaa nywele za maiti, kwa sababu wengi wao waliotoa nywele hizo hawako hai, wamekufa. Kweli tunaweza kujiona duni kiasi hicho kufikia mahali tuvae nywele za maiti? Kweli? Na wanaeleza sasa tatizo, kwa sababu wanatia gundi. Wakati mwingine inabidi unatia gundi mara ya kwanza, unangojea wanasema dakika 10 mpaka 15, halafu unatia gundi tena safari ya pili ili ziumane. Sasa wanasema wakati mwingine kama mtu ajui ufundi vizuri, jasho linatoka ndani kwa ndani ya kichwa, na wakati mwingine inaleta irritation maarufu mabaya sana. Kwa sababu jasho kama hili unaona linavyokusumbua, unaweza kuona kitambaa unafuta. Sasa fikiria jasho lio linatoka kichwani na umeshatiwa gundi. Huwezi kulifuta, linawasha. Ni mateso ya ajabu sana. Ili kwamba mtu awe mzuri, ili mtu sasa avutie makahaba, maana ndio lengo. Maana unachokitafuta ni nini? Wanachokitafuta ni nini? Haya yanaitwa mavazi ya makahaba. Kahaba anachotafuta yeye ni kuvutia hao anaowaza wanaweza kuvutika kwa jinsi hiyo. Anajenga mazingira ya kikahaba ya kuwavutia. Kwa ndugu yangu, mimi nimepewa kuifundisha kweli. Nimepewa kukueleza hali halisi ilivyo. Lakini uamuzi ni wako mwenyewe. Uendelee kuvaa wigi, kazi yangu mimi nimemaliza. Lakini kwa kuwaza kwamba unaweza, wenzako wanatoa kwa shukrani kwa Mungu wao Balaji Vishnu, na wewe unavaa kumtukuza, umezikataa nywele za Mungu, nywele zako, halafu ukavaa nywele hizi, ukatumia matumizi yasiyo ya asili, halafu ukawaza utaingia mbingu na kusema tuko huru katika Bwana. Mimi kazi yangu nimeimaliza. Juu yako nimekuwekea mema na mabaya. Chagueni hivi leo mtakayemtumikia, Yesu Kristo au Balaji au Vishnu. Sasa tumekuwa tunaangalia yale matumizi yasiyo ya asili, na hapa tumekuwa tunaangalia tu kwanza kuhusiana na nywele za wigi. Sasa tupige hatua kutoka kwenye nywele za wigi, tunakwenda sasa katika jingine ya hayo yasiyo ya asili. Hizi zinaitwa grili za meno. Hizi zinaitwa grili za meno, ambazo nazo zimeanza kuonekana katika nchi yetu, japo kwa sehemu, kwa sababu wengi wanapenda kutia magrili ya dhahabu na aina mbalimbali za madini katika meno yao, na zinakuwa ni gharama. Lakini tayari kuna watu namna hiyo wanatengeneza grili za meno, zinaitwa teeth grills. Na nyota wa filamu wa Hollywood hao kule Marekani wanakuwa na hizo grili za meno. Tuone grili za meno sasa zinavyokuwa, picha zake, watu waliovaa grili za meno, meno yao yanafananaje. Unaangalia kipindi hiko njia TV kwenye screen yako, sasa utaona hizo grili za meno zinavyokuwa. Hizo ndio grili za meno ambazo
watu wengi sana wanavaa huko Marekani na sehemu nyingine Ulaya. Na sasa sikiliza maelezo yanayotolewa kwa huyo anayevaa grili za meno zinamfanya aweje, awe mtu gani. Ndio utaelewa ukahaba unavyohusiana na kazi hizi. Unaweza kupata maelezo hayo katika anwani ya mtandao ifuatayo.